Leo tuanzie kwa rafiki zetu Kampala, Uganda. Okay. 99.0. Sawa. Right. Na moja ya jambo ambalo nimeliona pale Uganda bana, na jana limetrend sana ni kuhusiana na rafiki yetu rais wa Uganda, Yoweri Museveni. Sawa bana. Kabisa. Yeye bana jana ametrend kwenye mitandao ya kijamii kufuatia kauli yake ambayo aliitoa kwamba wazazi wasiwauze watoto wao. Umeelewa vizuri. Na so kwamba wasiwauze kwa namna gani? Ni kwamba ikiwapendeza wazazi pale nchini Uganda wameombwa na rais wa taifa hilo Yoweri Museveni kuona namna ya kuto kuweka gharama kubwa ya mahari. Inaitwa hivyo. Kuna mahari na mahari. Hii ni mahari. Bana, mahari ya sehemu alafu ya kile ya mahari ya fedha ambayo nawekwa kwa ajili ya yani mtu kufanikiwa kumchukua binti. Sawa bwana. Kwa India kule inawekwa kwa ajili ya mtu mwanadada kumchukua mwanaume. Sasa bwana amesema, ndugu yangu, wazazi waone namna ambayo wanaweka mambo sawa na si kuweka, wanasema kuweka hiyo pesa kuwa kubwa kiasi kwamba mpaka vijana wa kiume wanashindwa kuoa. Kwa nini na kwa hivyo? Kwa hiyo waangalie namna ya kufanya mahari isiwe kubwa, maana unapoweka kubwa inaweza kawa kama unauza watoto wako. Moja ya kitu ambacho kimetrend sana baada ya yeye kuonekana kwenye kupokea, nafikiri hii bana ina tafsiri gani rafiki yangu? Kwa miaka na kwa vijana wa siku hizi kwa uchache wake tu, maana hii sio masuala ya sijui ya nini, ni ya kijamii kabisa. Sofa na ni moja kati ya maeneo yangu ambayo huwa nachambua. Unajua, katika miaka 5 mfululizo kwenye nchi hiyo kumekuwa na collapse ya idadi ya ndoa. Vijana hawaoi, lakini pia kwa upande mwingine ukisikiliza takwimu za taarifa za kutoka Wizara ya Masuala ya Jamii nabainisha kwamba watu hasa wanaume badala ya kuoa sasa wamekuwa wakiopti zaidi na ule mtindo wa wanaita siku hizi mtaani sogea tukae, sogea tuishi. Sasa hizo sogea tuishi zimekuwa na changamoto sana katika masuala ya sheria, hususan inapokuja kwenye kushughulikia labda masuala ya mirathi. Unajua, kwenye nchi zetu hivi kuna changamoto nyingi sana hasa pale inapotokea mmoja wa watu wawili waliokuwa wanatengeneza ndoa kuondoka katika mazingira ambayo pengine hakukuwa na wosia na nini. Kwa hiyo Rais Museveni anajaribu kusisitiza kwamba moja kati ya changamoto ambazo zinaonekana kuwa kikwazo hasa kwa vijana wengi wa kizazi cha sasa, ukizingatia kwamba Uganda ni moja kati ya mataifa ambayo yanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana walio wengi ambao wanafikia zaidi ya 60%, kwamba vijana wengi hawaoi kwa sababu ya demands hizo, mahari kubwa, lakini pia mahitaji mengine kutoka kwa familia za mabinti, jambo ambalo linafanya uhusiano nyingi za vijana na mabinti kuishia katika mazingira yasiyo ya kuhusisha ndoa. Kwa hiyo Museveni anawarai raia wa nchi hiyo kupunguza mahari na vigezo vingi ili kuhakikisha kwamba inawamotisha vijana kufunga ndoa, lakini kupunguza idadi ya sogea tuishi. Sawa bwana.